Na wasalimu katika jina la Yesu. Nikisema ya kwamba Yesu ndio kila kitu ambacho tunahitaji katika maisha. Na nataka niwaletee ujumbe sahihi ambao unasema ya kwamba shukurani huleta amani. Nataka kusoma katika kitabu cha Waefeso, mlango ni wa 5, mstari ni wa 20. Inasema hivi: mshukuruni Mungu Baba daima kwa ajili ya yote, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Narudia, mshukuruni Mungu Baba daima kwa ajili ya yote, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Unajua, ili neno ambalo linaitwa kushukuru imekuwa ni kitu kigumu sana katika maisha ya wanadamu. Kwa sababu wanadamu wengi tunakaa katika maisha ya kulalamika. Na Mungu anasema ya kwamba tumshukuru kwa ajili ya mambo yote. Lakini sasa kinyume cha kushukuru ni kulalamika. Sasa siku ya leo badala ya kushukuru tunakuwa watu wa kulalamika katika maisha. Tukisahau ya kwamba Mungu aliyetuumba anatujua hata kabla hajatuumba, kabla hajatuweka katika tumbo ya mama yetu, kabla hajatuleta katika dunia hii alitujua. Sasa Mungu anasema kwamba tuwe watu wa kushukuru katika mambo yote, ambapo siku ya leo imekuwa ni changamoto kubwa kwa kila mwanadamu duniani kote kushukuru Mungu kwa mambo yote. Kwa sababu kwa nini hatushukuru Mungu? Tunataka mapenzi yetu yatendeke. Unajua, kenye kitakufanya ukatae kushukuru Mungu ni kulazimisha ama kutaka mapenzi yako yatendeke. Na kwa sababu ni mapenzi yako hayawezi kutendeka, wakati atayatenda yale yake, basi haitakufurahisha. Sasa utaanza kulalamika. Na ukiona kwamba umefurahi kukubaliana na mapenzi ya Mungu, inamaanisha kwamba umeamua kuambatana na Mungu katika njia zake. Sasa ndio Mungu anatuambia kwamba tushukuru katika mambo yote. Nataka tena nisome katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Hiyo ndio kitu cha kwanza nataka kusoma. Alafu nataka nisome mlango ni wa 16. Alafu mlango ni wa 5, mstari ndio wa 16. Inasema hivi: furahini daima, salini kila wakati, na kuwa na shukurani katika kila hali. Hayo ndiyo anayataka Mungu kwenu katika kuungana kwenu na Kristo. Nasikia vile nasema hapa ni Wathesalonike wa kwanza, mlango ni wa 5, mstari ni wa 16 mpaka 18. Nasoma tena: furahini daima, salini kila wakati, na kuwa na shukurani katika kila hali. Hayo ndiyo anayoyataka Mungu kwenu katika kuungana na Kristo. Kushukuru ndio kitu Mungu anataka. Unajua, kama hautashukuru hauwezi abudu Mungu. Itakuwa ni ngumu, kwa sababu hautakuja kuabudu Mungu na malalamiko. Itakuwa ni ngumu, kwa sababu unakuja kulaumu Mungu na malalamiko, na Mungu hauwezi kumlaumu. Mungu halaumiwi, Mungu harekebishwi, Mungu hafundishwi, Mungu hakemei, ama hakuna chochote unaweza kumfanya Mungu, kumkosoa ama kufanya chochote kile. Hakuna, hauwezi. Sasa Mungu anaposema ya kwamba shukurini kwa kila jambo, anataka tuwe watu wa
kuishi katika amani, kwa sababu unaposhukuru utakuwa na amani. Lakini siku ya leo watu wengi dunia mzima hatukai katika maisha ya kushukuru, tunakaa katika maisha ya kulalamika. Na cha kushangaza, kile kitu ambacho nalalamikia ni mapenzi ya Mungu. Wakati unaanza kulalamika, hiyo inamaanisha kwamba unaanza kumfundisha Mungu, unaanza kumkosoa Mungu. Wakati unaanza kulalamika, unaanza kuona kwamba unaweza kumcontrol, ambayo ni ngumu. Huwezi fundisha Mungu, huwezi saidia Mungu, huwezi control Mungu katika njia yote, huwezi kumpatia mawaida. Hakuna kitu unaweza ondoa ama ukapunguza kwa Mungu. Sasa wakati unaanza kulalamika, inamaanisha kwamba kuna kitu unaondoa kwa Mungu, kuna kitu unaanza kuongeza kwa Mungu, ambayo hiyo ni mawazo yako. Ndio maana siku ya leo watu wengi tunakaa katika maisha kulalamika, na cha kushangaza, yale ambayo tunalalamikia ni mambo ambayo ni mapenzi ya Mungu, ambayo ulalamike, ulie, ufanye nini, yale yenye Mungu amekusudia kutenda ndiye atatenda kwa maisha yako. Unasikia? Hicho ndio kitu ambacho unastahili kugundua. Sasa wacha nikupatie mfano. Kwa mfano, Mungu anaposema tushukuru, kwa mfano tunafaa kushukuru kwa sababu ya maisha, uhai ambao Mungu ametupatia. Lakini unapata kwamba katika maisha kuna wakati mwingine uhai wetu unakuwa dhaifu. Tunakuwa wadhaifu katika mwili, tunakuwa wagonjwa. Lakini wewe unaanza kulalamika, na ni homa tu. Unaanza kulalamika tu, unasikia tu uchungu katika kifua. Lakini kuna mtu, wewe wakati unalalamika ukilaumu Mungu katika hayo magonjwa, kuna mtu magonjwa yake hata hayawezi kuelezeka. Huwezi eleza ukamaliza. Wewe yako tu ni homa. Wewe magonjwa yako tu, maybe uko na ugonjwa sahihi wa kifua kikuu, ama ni kuhara, unahara tu, ama uko na shida ya kuona. Unalalamikia Mungu, unatukana Mungu kwa sababu ya hiyo shida uko nayo. Lakini unasahau kuelewa ya kwamba kuna mtu naye ni mgonjwa, mpaka hata magonjwa yake ukianza kueleza hautamaliza. Mtu amegonjeka, amekaa katika magonjwa miaka 3, miaka 4. Mtu amekaa kwa kitanda miaka 5, hajawahi amuka kwa kitanda, ni magonjwa tu. Lakini wewe homa yako yenye unalalamika, hii kifua chako kikuu, uchungu yenye unalalamika inakusumbua, hii haiwezi kulinganishwa na ule mtu ambaye amekaa kwa kitanda miaka 20. Mtu amegonjeka, anatoka damu miaka 12. Mtu amekaa mahali miaka 38. Lakini wewe ugonjwa wako wa wiki moja unatukana Mungu. Ugonjwa wako wa mwezi unaanza kulalamika, kutukana Mungu na kuona kwamba Mungu hawezi kukuponya. Kwa sababu gani? Wakati wewe unaona kwamba hali yako ni mbaya, wacha nikwambie ndugu, kuna mwingine yake ni mbaya hata kuliko hiyo yako. Na hata utakaposikia yake, hauwezi kufungua kinywa na kusimulia hali ambayo wewe unapitia. Wewe unagonjeka, gharama yako ni shilingi 5,000. Kuna mtu amegonjeka mpaka wanachanga milioni, wanachanga hata bilioni ndio ikaweze kumtoa katika hospitali. Huyo naye je? Wapendwa, kama tutafika mahali katika hii dunia tukue tunakuwa na uwezo wa kufikiria ya kwamba yale ambayo ninapitia, je, kuna mwingine anapitia kama haya, na anapitia kiwango kigani? Itakusaidia kukosa kulalamika. Kama wewe nimekwambia kwamba unagonjeka, wewe unagonjeka, uko na shida ya mguu mmoja, kuna mtu ako na shida ya miguu zote, hata hawezi kutembea, naye atalalamika kiasi gani? Yule mtu ambaye ako na ugonjwa sugu, madaktari wamejaribu, wameshindwa, ametembea kwa waganga, wameshindwa, ametafuta mbinu zozote vile anaweza kujitibu, ule mtu ameshindwa. Lakini yako unaweza enda mahali kwa duka la dawa ukapewa, na baadaye baada ya siku 2-3 ukapata kwamba umepata nafuu na unasonga mbele. Sasa wewe na yule mtu ambaye ameuza hata shamba kutafuta uponyaji, amekosa, amekopa mpaka pesa kwa benki, loni, apate pesa ya kumsaidia katika matibabu, ametibiwa, lakini bado huyo mtu hajapona. Ataongea kiasi gani? Kulalamika ni kitu ambayo kimetuangusha. Kulalamika imeturudisha nyuma. Kulalamika imeua hata maono yetu. Kulalamika imetufanya tumekosa kuchukua hatua ya kusonga katika maisha, kwa sababu tunamkosoa Mungu, na ni mapenzi ya Mungu. Ndio unaona hata madada wa Lazaro wakati amefariki walianza kulalamika, Mungu akuja muokoe, alikuwa rafiki yake.
Unaona? Lakini wenyewe hawakuwa na uwezo wa kuona kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kufufua. Walikuwa na uwezo tu kwamba mtu akifariki mambo yake yameisha. Hawakuwa na mawazo mengine ya kwamba mtu anaweza akafufuliwa. Kuna ufufuo, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema kwamba yeye amekuja katika hii dunia na nguvu za ufufuo. Inamaanisha kwamba mtu anaweza fariki amaliza hata mwezi hata wiki na Yesu akaweze kumfufua. Hizo ndio nguvu zake. Kama ziko, unakataa aje? Lakini kulalamika kumefanya watu. Mimi nimekusimulia tu kwa sababu ya mwili kidogo. Angalia yale ambayo unapitia katika mwili wako. Wakati unalalamika, wakati unalia, unafika mahali unatukana Mungu, unaona kwamba Mungu hana uwezo wa kuponya magonjwa, maradhi na mapepo. Vile Mungu alisema ametupatia sisi nguvu juu ya magonjwa, juu ya mapepo na maradhi na nguvu zote za giza. Inafika mahali unapitia hali ya magonjwa mpaka unaona kwamba Mungu hawezi kukuponya. Unaona kwamba waganga wanaweza na wanashindwa. Unakimbilia katika hospitali kubwa na madawa na matibabu ya hali ya juu, lakini bado unafariki. Kwa sababu gani? Akili yako imekataa Mungu. Kwa kulalamika. Wapendwa, tuache kulalamika. Hali ambazo tunapitia, kuna wengine tukiona hali zao hata hatuwezi fungua mdomo na kuanza kulalamika. Hata hatuwezi ongea. Kwa sababu wakati wewe unaona kwamba hali yako ndio mbaya sana, kuna mwingine yake hata ukiangalia hautaweza kueleza. Shida ambayo tumekuwa nayo katika maisha ya kuabudu Mungu, ndio maana watu hawana amani. Watu hawaziwezi kuabudu Mungu wakaridhika, wakakuwa na furaha kwa Mungu wakati wanamtafuta, wakati wanamuomba. Ni kwa sababu gani? Ya kukosa kuridhika. Kwa sababu gani? Kulalamika. Kila kitu wanataka kiende kulingana na makusudi yao. Mpendwa, hakuna kitu kitatendeka katika hii dunia hata kimoja kwa makusudi ya mwanadamu. Kama uliomba kitu kikatendeka vile uliomba, hiyo ilikuwa ni mipangilio ya Mungu. Alitenda tu hivyo kwa sababu hivyo ndiyo alikuwa amekusudia. Lakini ukifikiria kwamba kuna kitu unaweza kufika mahali ukaondoa ama ukaongeza kwa Mungu, hapo unajidanganya. Hiyo nakueleza ukweli. So tuondoe roho ya kulalamika katika maisha. Mfano mwingine, chakula. Unajua kuna watu ambao umeneemeshwa, hata unakula, hata inaweza kuwa tu ni chai na maandazi ndio umepata, lakini bado unalia. Maybe hata umekunywa uji unalia. Kuna mwingine hata umekula ugali na kuku, lakini bado unalalamika. Ulikuwa unataka kitu kingine, maybe soda uteremshe nayo, maybe ulikuwa unataka kitu kingine hapo kwa hiyo kuku ukule ufurahie, maybe pombe. Lakini wacha nikwambie, wewe unafurahia umekula kuku na ugali, unafurahia umekunywa mandazi, umekula mandazi na ukakunywa na chai. Mwingine amekunywa soda na akakula nayo na biscuit. Kuna mwingine hata wiki imeisha, huyo mtu hata hiyo soda hajaiona. Hiyo kuku hata mguu yake, hata hizo mifupa zake ukikula utupe mahali, akizipata ataenda kuzichukua na atazikula. Ile chakula ambayo umekula ikabaki makombo, umeenda umemwaga mahali kwa pipa, yule mtu amemaliza siku 3 akiipata, ataomba kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, chakula hii itakazwe. Kwa hiyo makombo ambayo hiyo makombo ambayo umetupa, kwake huyo mtu itakuwa ni chakula. Lakini wewe ulitupa hiyo makombo ukilalamika. Ukisema Mungu, nimekula sukuma mara nyingi, hii wiki mzima nimekula tu mayai mara mingi, nimekula tu nyama peke yake, Mungu nibadilishie. Lakini unajua kuna mtu ako mahali, wewe umebahatika, umekula hata kama ni hizo chips, umekula hata kama ni hiyo strong tea, umekula ukapata na maandazi na mayai, kuna kitu umekula. Kuna mtu ako mahali, siku ya kwanza hajakula, ni siku yake ya pili hajakula, ni siku yake ya 3, anaenda siku ya 4 ya 5 mpaka wiki ni maji tu anakunywa. Anatafuta hata akipatako tu matunda mahali hata moja, hata kama ni maembe imeoza, hiyo ndio itakula chakula chake. Wewe sasa umepewa chakula hapa unatupa, lakini mtu anaenda kuchukua ile chakula umetupa, anachukua, anakula, anashukuru Mungu, anatoa mpaka ushuhuda kwa ile chakula ambayo unalalamikia. Unaona? Katika dunia. Kwa sababu gani? Wapendwa, tumekosa kuelewa mambo ya Mungu, na wengine tumefundisha tukaelewa, lakini tukawa waasi. Hatutaki kukaa katika njia za Mungu, tunalazimisha mapenzi yetu yatendeke. Wewe unajua kuna watu wangapi wamemaliza siku 2 3 hata chakula yenyewe hawajaiona, ni maji tu, na hata hiyo maji
ni kama wanabahatisha kuipata mahali penye wako, ndio wapate hiyo maji ya kukunywa. Hivi ni ngumu. Lakini wewe umekunywa breakfast, umekula lunch, umekula dinner, hata imefika mahali umekula mpaka supper. Umekunywa vinywaji, yani umekula chakula ambayo iko balanced kulingana na wasomi wa dunia. Kulingana na wasomi wa dunia ndio wamesema iko balanced. Lakini kuna mtu hata hiyo balanced hajapata. Wewe umekula breakfast, hiyo mtu amekosa. Lunch hajakula, dinner hajapata, amengojea chakula moja kwa siku, supper peke yake. Na hiyo supper atakunywa uji na kule na mahindi choma. Sasa uji ambao ndio ya uji yenyewe ni ya mahindi, tena anakula na mahindi choma. Lakini wewe ulikula breakfast, ulikula kama ni omelette, hiyo breakfast ulikula pizza, ulikunywa maybe chai na keki. Lunch time umekula samaki na ugali ama wali ama pilau ama kitu kingine chochote kile. Imefika jioni umekunywa juice. Dinner umekula chakula hata kama ni nini, ni ugali nyama umekula. Ikifika tena usiku supper, tena uko pale unateremsha kama ni keki unakula nayo na juice, unateremsha ndio uende ulale. Lakini kuna mtu hajapitia hiyo vyote na alalamiki. Huyo mtu ile keki yenye umekula nusu ukabakisha ukaenda kutupa kwa dustbin, huyo mtu akipata hiyo keki ataabudu Mungu, atatoa ushuhuda, atasimama mbele ya watu aseme, nimemaliza siku 3 kama sijakula, lakini leo nimekula. Ile chakula nasungumuzia ni ile makombo yako yenye umeenda umetupa. Wapendwa, tuwache roho ya kulalamika, tukijua ya kwamba yale sisi tunaona kwetu tunapitia, tunateseka, kwa mwingine ni ushuhuda. Nimekwambia ukweli, ile chakula ambayo unasumbua baba yako, unasumbua mama yako, unasumbua mume wako na bibi yako, hani kila siku tutakuwa tunakula tu kideri, tunakula tu kideri hapa na strong tea. Kuna mtu akipata hiyo kideri atashukuru Mungu, atatoa ushuhuda, huyo mtu ataabudu Mungu akisema asante Mungu. Lakini wewe umepata hiyo kideri ni matusi, kulalamika, kulia. Wapendwa, tukue watu wa kuridhika, tukue watu wa shukurani, tukue watu wa kutosheka na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Mimi nakwambia ukweli, itatusaidia sana. Ndio maana Mungu anasema tushukuru katika hali zote. Wewe unalia saa hii kwamba hakuna kitu unacho, unalia sana katika maisha. Mungu, hii wiki mzima sijapata chakula ambacho kiko balanced. Ni sawa kulingana wewe na wasomi wa dunia vile walikwambia. Lakini unaangalia mtu anaenda kutafuta chakula kwa dustbin, makombo yenye umetupwa, ndio anakula na anashukuru Mungu, anatoa ushuhuda. Wewe mwenye umeenda kutupa hiyo chakula kwa makombo pale, hiyo makombo pale, wewe ni kulalamika. Hebu angalia tofauti. Jichunguze tu. Wewe mwenye umekula pizza na unalalamika ati umekula pizza wiki mzima, umekula ugali na samaki wiki mzima unalalamika. Kuna mtu anatamani tu hata tu ugali na supu ya mboga akipata akule tu, atashukuru Mungu. Kuna mwingine anatamani tu hata akipata tu maembe yenye imeoza, atatafuta bila anaweza kata hiyo mahali imeoza atupe, abakisha hata kama ni kipande kidogo kile kizuri akule. Lakini wewe unapewa maembe yenye imeoza kidogo ama ndizi, unachukua hiyo ndizi unatupa kwa dustbin. Unasema hiyo ndizi imeoza. Lakini mwingine ataendea hiyo ndizi, atakata ile sehemu imeoza na yenye imebakisha aikule na atashukuru Mungu, ataomba maombi ya kushukuru Mungu kwa hiyo ndizi ambayo nusu yake ilikuwa imeoza na nusu ilikuwa mzuri, kwa sababu Mungu amempatia chakula. Lakini wewe bado unalalamika hapo. Nakwambia ukweli, kwa sababu haujakula chakula ambacho ni expensive. Unafikiri mtu ambaye anataka kula chakula ambacho ni expensive, huyo ndio mtu sasa Mungu amembariki. Unangangania kwenda KFC, unangangania kwenda Pizza Inn, unangangania kwenda Chicken Inn upate chakula kile. Ukikaa mahali ukikula unapiga picha na selfie, unajiposti kwa mitandao, watu waone kwamba umetajirika, ati umeomoka. Kumbe unajitesa. Mshahara yako ni shilingi 10,000. Umeenda umechukua chakula shilingi 2,300 ndio umenunua ukule utishe watu kwa mtandao waone ya kwamba umetajirika, ni kumbe ni upumbavu ambao unakuandama. Unaona wapendwa? Kwa sababu gani? Watu hawako tayari kwa kushukuru Mungu.
Wapendwa, na wasihi, shukuru Mungu kwa sababu hiyo hali wewe unapitia, kwa mwingine wewe unaona ni mateso kwako, unaona Mungu amekuacha, lakini kwa mwingine hiyo hali anashukuru Mungu yuko pamoja naye. Ule mtu katika ile hali ataabudu Mungu, aseme hakuna kitu kitanifanya niwache Mungu. Wewe kuna nguo unavaa ukibadilisha kila wiki, kila siku unaweza vaa hii, kesho nyingine hii. Kuna mtu akona nguo ni moja, anavaa leo, usiku anaosha inakauka, asubuhi anavaa hiyo nguo, anarudia nguo moja. Lakini wewe uko na 3, uko na 4, uko na 5, bado unalalamika hii mwezi imeisha sijanunua nguo. Hata wengine mnaanza kutishia mabwana zenyu, kama ununulie nguo mimi nitarudi kwetu. Ule mama fulani kila siku bwana yake anamnunulia nguo, kila siku ya Jumapili akienda kwa kanisa, akienda kazi anabadilisha nguo. Mimi nimebaki tuna nguo moja. Kama wao wanijali, wewe sio mume, itabidi niende nipate mume mwingine mwenye ananijali. Ujinga, upumbavu, itabidi uache. Wewe uko na nguo 3 unaweza badilisha hata kwa wiki mara 3. Kuna mtu yake ni moja. Huyo mtu anaivua usiku, anaivaa mchana. Alafu wewe uko pale, wewe ndo unalalamika mwenye uko na nguo unaweza vaa from Monday to Monday ukibadilisha na viatu. Lakini kuna mtu ako na kiatu kimoja, na hata kuna mwingine hana kiatu, anatembea kwa mguu. Wewe huwezi tembea na mguu. Ukitembea kwa mguu tupu, unaona kwamba wewe ni masikini, unaona kwamba Mungu amekuacha, unaanza kulalamika na kulia. Kuna watu wanatembea miguu tupu, na hata wewe mwenye unatembea miguu tupu, hata unaweza tembea kwa barabara mzuri kama lami. Kuna watu wanatembea kwa msitu mahali kuna miba na miguu mitupu, na hawalalamiki, wanashukuru Mungu wakiwa katika hiyo msitu wakitembea. Lakini wewe kazi yako ni kulalamika, kila siku unalalamika. Mpendwa, wewe unajua hiyo nguo yenye uko nazo zenye unalalamikia hizo, kuna mtu mwingine ukimpatia zile nguo, huyo mtu atakimbia kwa kanisa, mtu ataenda kila mahali akiambia watu matendo makubwa ya Mungu. Hiyo longi moja tu ukipatia huyo mtu atatembea, atakienda kila mahali akishukuru Mungu kwa longi moja. Wewe uko nazo 7, uko nazo 10, lakini wewe kila siku ndio unalalamikia Mungu. Kwa sababu gani? Sina nguo, sina nguo, sina nguo. Mpendwa, turudi katika akili wapendwa. Tuache roho ya kukosa kushukuru. Muradi utakosa kushukuru Mungu, hawezi abudu. Hawezi kuwa na amani, kwa sababu tunahitaji amani kuabudu Mungu. Wewe unalia ataona nguo na uko nazo. Unalia tu uko na nguo 3 4, hizo ni nguo kidogo. Kuna mtu ako na moja, na hata kuna mwingine hata hana nguo, hata mwingine anajifunika tu matawi. Kuna mahali mwingine anajifunika tu matawi. Kuna mtu anachukua hata nguo yenye maruka ya mtu ndio anajifunika tu nao mahali pa sehemu za siri, aendelee kuishi. Na huyo mtu anashukuru Mungu kwa sababu amepata tu hiyo nguo yenye maruka hiyo, kwako yenye umeenda kutupa kwa dustbin na kuchoma hiyo. Mwingine akiipata atashukuru Mungu, ataabudu Mungu, atabaki tu akitukuza Mungu, akihimidi Mungu, akisema Mungu asante kwa kunipatia hii nguo. Lakini wewe ulikuwa unaenda kuichoma, wewe ulikuwa umeshaenda kuirarua kwa sababu imeisha. Lakini kwa mwingine ni ushuhuda, kwa mwingine ni nguvu za Mungu, ni utukufu, ni baraka za Mungu hiyo nguo kwa mtu mwingine. Wapendwa, lazima tuwache roho ya kulalamika katika maisha, kwa sababu yale ambayo tunapitia tukiona kwamba sisi ndio tuko vibaya zaidi, kwa watu wengine ni baraka, kwa watu wengine ni nguvu za Mungu, kwa watu wengine ni utukufu wa Mungu. Lakini kwetu ni mavi, kwetu ni takataka, kwetu inaonekana kuwa ni bure. Lakini kwa wengine wapatie hiyo nguo ndio utajua. Hiyo nguo yenye unalalamika atimelaruka, hiyo nguo yenye unaenda kuchoma, hiyo chakula unaenda kumwaga, umekula umebakisha ndizi 2, unachukua hizo ndizi unaenda kumwaga ati zimeoza. Hiyo ndizi patia mtu mwingine, utaona vile mtu atashukuru Mungu. Hata hautaamini, utasema kumbe mimi nilikuwa nimepotea. Roho ya kushukuru imekosa katikati ya wanadamu. Tumebaki na roho ya kulalamika, kwa sababu tunalalamika kwa sababu tunataka mapenzi yetu. Hatuhitaji Mungu atimize mapenzi yake, hatuhitaji Mungu atutendee yale ambaye alituumba akijua kwamba atatutendea. Tunataka kulazimisha mipango zetu wenyewe kwa mipango za Mungu. Sasa wakati Mungu amekosa kututendea, tunabaki tukilalamika. Na sisi ndio shida. Hakuna siku moja hata Mungu amewahi kuwa shida kwa maisha ya wanadamu. Wanadamu sisi wenyewe ndio tumekuwa shida,
tumekuwa matatizo katika maisha yetu. Kwa sababu gani? Tumekataa kukubali kuongozwa na Mungu, tunataka tujiongoze wenyewe. Na wakati Mungu anatuacha sisi wenyewe tushindwe, tunaanza kulalamikia huyo Mungu. Na unapata kwamba hayo yote ilikuwa ni sisi wenyewe. Wewe unalalamika hata una nyumba, unalia hata hujajenga kwenu. Kuna mtu hata nyumba analala chini ya mti. Kuna mtu hata analala chini ya kalabashi. Kuna watu hata nyumba zao ni matawi, imekusanywa pamoja. Ndio mtu anaingia hapa kulala. Wewe umekuwa hapo unaanza kulala, sijapata shamba, sijajenga nyumbani, kwa sababu umeona kila mtu nyumbani amejenga mansion. Unaanza kubishana na watu na haujui mipango zako zenye Mungu alikupangia. Unaona kuna hizi mansion zenye tunaona nyumba 3 bedroom, sijui 4 bedroom, sijui bungalow, sijui mansion, sijui villa. Hii nyumba yenye unaona ukililia watu hii, kuna mahali hiyo nyumba hata haiwezi onekana. Kuna watu mahali hata wanalala sio kwa nyumba, ni vibanda. Mtu sahi kuna mahali wewe umelala kwa nyumba, umelipa 3,000 unalalamika, hata bado wewe unasema kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Na unalipa hapo nyumba 3,000. Kuna mwingine hata hana hiyo nyumba, sahi amelala karibu na mtaro, amelala kwa kibanda ya mtu nje. Wewe unalia, ataona kitu ya kujifunika na kuna blanketi hapo, unang'ang'ana tunataka kutafuta mablanketi za duvet za wale matajiri wenye wanasumbua watu. Kuna mtu amejifunika sahi gunia. Kuna mtu amejifunika hata makaratasi, hata hema ndio blanketi yake. Lakini wewe uko hapo, uko na duvet, uko na blanketi mzuri, bado unalalamika. Unabishana, unataka kwenda kununua blanketi mahali ambapo hii blanketi ina cost 20,000, ndio kuja uingie watu. Hii blanketi yangu ni 20,000. Hii kitanda yenye mimi nalalia ni 40,000. Kuna mtu hata kitanda hana. Mtu analala kwa jamvi, anaamuka asubuhi anapata mistari za jamvi kwa mbavu yake. Kwa mashavu mistari za jamvi zimejichora. Na anashukuru Mungu, anaamuka, anashukuru Mungu, anaomba, anaingia kwa shughuli zake. Wewe umelala kwa kitanda kizuri 6x6 na mattress mzito na blanketi ya duvet. Blanketi ambayo inakuletea tu joto, unalalamika hapo. Sasa yule mwenye anajifunika gunia, yule mwenye analala nje sahi kwa kibanda, yule mtu ametafuta mahali shimo kwa mawe, ameingia ndani kwa mapango kulala, yeye naye atalalamika kiasi gani? Wakati wewe unalalamika na uko mahali pazuri, unalalamika kwamba hali yenye uko nayo ni mbaya, unasahau wengine yao ni mbaya zaidi. Mtu hata nyumba hajawahi kuwa nayo. Kuna wengine hata nyumba hawajawahi iona tangu wazaliwe. Hii nyumba ambayo tunalilia sijui semi permanent, sijui villa, sijui bungalow, sijui mansion, hiyo vitu kuna watu wengine hata hawajawahi viona, kwa sababu walizaliwa na mahali penye wamezaliwa wamekuwa wakiishi kwa vibanda za matawi mpaka leo. Sasa wewe ndio unaanza kulilia Mungu hapa. Na huyo Mungu amelinda huyo mtu. Huyo mtu hata agonjeki. Wewe mwenye unakaa kwa mansion kila siku kwa hospitali unaharibu pesa pale. Pesa mingi zinaenda kwa madawa. Na yule mtu ambaye analala kwa msitu, mahali kuna baridi, hata agonjeki. Kwa sababu gani? Kulalamika. Wapendwa, tusipokuwa watu wa kushukuru Mungu kwa vile vitu Mungu ametupatia na tusheke nazo. Kwa sababu yale ambao sisi tunapitia yenye tunaona ni mateso, kwa watu wengine nimekuambia ni baraka. Hayo mateso kwako ambayo unaona, huo umasikini ambao unasema kwako umasikini, na uko na nyumba ya semi permanent, uko na nyumba hata 1 bedroom hapo, uko na gari, uko na baisikeli moja, ati unasema tu wewe ni masikini kwa sababu unataka magari 3, unataka Range Rover, unataka Prado, wewe ni mjinga. Kuna mtu hata baisikeli hana. Na anasema nini? Wewe umepewa hata Prado moja, hata uko na Range Rover moja, bado unalia, unasumbua Mungu. Maisha ya mabishano, maisha ya kukosa kuridhika, maisha ya kulalamika hayatakusaidia, na utakaa katika hii dunia katika kuteseka. Leo wewe umekula, sasa umelala, sasa uko na nguo hapo. Kuna mtu hajakula, kuna mtu hana mahali pa kulala, kuna mtu hata hana nguo. Naye sasa aseme nini? Lakini kwa sababu umeona ile nyumba ambayo umekaa ndani, umekaa miaka mingi, sasa unaona hapana, kuna wengine wametoka nyuma, wameenda kwa nyumba zingine. Sasa unabishana na watu. Mpendo, acha kubishana na watu. Kama maisha yako yenye Mungu alikuambia, anasema nilikujua kabla sijakuumba, kabla sijakuweka kwa tumbo ya mama yako, kama sijakuleta katika hii dunia. Sasa ni kitu gani nakuja kuongeza kwa maisha ya Mungu, kwa mpango ya Mungu kwa maisha yako?
Mtu asikudanganye kuna kitu unaweza ongeza kwa maisha yako, kwa mipango ya Mungu. Hakuna kitu utaongeza na hakuna kitu utatoa bwana. Mimi nakwambia tu kweli. Kuwa mtu wa kushukuru kwa yale mambo ambayo Mungu anakutendea. Kwa sababu wewe unaweza kuona hali ambayo unapitia ndani ndio mbaya, lakini wengine hali zao ni mbaya hata haziwezi elezeka. Kuna mtu hata ana mikono, anajifulia nguo mwenyewe, anajipikia mwenyewe. Ana hata miguu. Hizi vidole mtu ana. Lakini mtu huyu mwenyewe anajipikia, anajifulia nguo. Uko na mikono unalia, siwezi fua nguo, siwezi pika. Huyo naye atasema nini? Mwenye ana mikono, mwenye ana miguu za kutembea na anaishi, anashukuru Mungu. Mtu hata amekatwa miguu zote ametolewa, mtu amekata hata ana mikono, hajawahi lalamika. Kazi yake ni kushukuru Mungu na anakula, anafanya kazi zake. Wewe uko na mikono zako, uko na miguu zako, uko na macho yako. Kuna mtu hata hajawahi ona tangu azaliwe. Wewe unaona, badala ya kushukuru Mungu bado uko tu pale kwa kulalamika. Wapendwa, tuache kulalamika tafadhali. Yale ambayo tunapitia yenye tunaona kwamba ni mambo mabaya, yale ambayo tunapitia tunaona kwamba Mungu ametuacha, wapendwa, na nataka niwasihi kwa jina la Yesu, kwa wengine ni mambo yenye utukufu, ni mambo yenye nguvu, ni ushuhuda mkali ambao unaweza fanya hata mtu mwingine akuje kwa Kristo. Nimekwambia, wacha kubishana na watu bwana. Wewe sasa yuko mahali unalala kwa nyumba mzuri. Hata wengine mnalala na mko na walinzi, mko na wanajeshi nje. Unalala askari yako nje. Unalala kuna mabodyguard wamekuzingira. Unalala hata kuna waganga wamekuzingira, wamekuambia kwamba atu wamekupatia ulinzi. Lakini bado unalalamika pale. Unaona kwamba haitoshi. Wapendwa, tumelalamika kwa sababu ya maisha yetu. Miili zetu tumelalamika. Kuna mtu amegonjeka bwana, hata vidole hizi hana. Mtu amegonjeka hata masikio yake hawezi muita akasikia. Hata macho hawezi ona. Lakini huyo mtu bado ameendelea kumtumainia Mungu na anashukuru. Wewe tu umepata tu ajali, kidole kimoja kimetoka kwa mwili. Umetukana Mungu siku zako zote za maisha. Umekuwa tu ukifanya kazi yako ukajikata hata kucha likatoka. Sasa Mungu umemtukana. Na ujue kwamba kuna mtu ana vidole, kuna mtu ana macho, masikio hana. Kuna mtu hata mdomo yenyewe hana, hii ya kuongea, hii tuongea tunaongea hii hana. Mtu anatumia hata pipe kukula. Lakini sisi wenye tumepewa hizi vitu, uko na afya yako, uko na sehemu zote za mwili, viungo vyote, bado unalalamika. Uko hata na nywele kwa kichwa, bado nywele yako haijakupendeza, unalalamika. Kuna mtu akipata hiyo nywele yenye uko nayo yenye unalalamikia hiyo, huyo mtu ataabudu Mungu. Huyo mtu atabaki akitukuza Mungu na ushuhuda wake wote, akielezea dunia vile Mungu ni mkuu. Wewe umepewa nywele, umekataa. Hiyo nywele ambayo ni ya Mungu alikuumba nayo, umeenda kutafuta makonge. Umekataa hiyo nywele, umeenda kutafuta sijui nywele za farasi za wanyama. Farasi sasa, nywele ya farasi, mnyama mwenye hakuumba kwa mfano ya Mungu, sasa nywele yake imekuwa ya maana kuliko ya wewe mwanadamu. Umepewa hata meno ya hii, Mungu amekupatia meno yote iko kwa mdomo. Unaenda unangoa, unatafuta meno nyingine ya vitu vingine ati ya dhahabu, sijui na nini, unaweka kwa mdomo. Na shaba, vitu ambavyo Mungu akikupatia alijua kwamba hizo vitu zinakutosha, zitakusaidia. Umekataa nywele yako. Hata wengine mmekataa sura zenu. Kuna mtu hiyo sura ambayo unakataa ni bora yake hiyo. Kuna mtu ako mahali sura yake ukiangalia, my friend, anasema tu wacha tu nibaki na hii sura yenye Mungu aliumba. Lakini wewe unaenda mahali unaanza kujichoma mwili, unajiharibu sura. Watu tumekataa kuwa na shukrani. Mungu ametuumba, ametupatia nywele, tumekataa hizo nywele za Mungu. Tumekataa mpaka uso, macho ya Mungu tumekataa. Tumeenda tumetafuta vitu, tumejiwekea ati vitu vya upodozi. Na hizo vitu vimechukua mpaka nafasi ya Mungu. Vimekuja kukosoa Mungu kwa maisha, mpaka hata wengine mnakataa, mnataka kutoka kwa ndoa kwa sababu mabwana zenyu hawajawapeleka mahali pa kujipodoa. Wengine kama mjipodoa, hata kazi hamwezi enda, hata kanisa hamwezi enda. Hata kutoka nje ya nyumba huwezi toka kwa sababu hujajipodoa. Lakini wakati ulitoka katika tumbo ya mama yako, watu walikuja, dunia ilikuona vile ulikuwa na iliridhika na wewe.
Ulitoka ukiwa salama, ulikuwa salama, ulikuwa na viungo vyako. Imefika mahali umekataa masikio yako. Umeenda umetoboa masikio, umeweka nati, umeweka kila aina ya hereni, sijui nini. Umeharibu mwili yako kabisa kwa kumkosoa Mungu. Wanadamu tumekosa kuwa na shukrani katika miili zetu. Mapua tumetoboa, ulimi tumetoboa, vitovu tumetoboa, vifua tumeenda mahali tumepata madawa, tumejitunga, tumefurisha vifua, misuli ndio tuonekana sisi ni tisho. Upumbavu wa hali ya juu. Mimi nakwambia ukweli. Tumekosa kuwa watu wa kushukuru. Wewe wakati unaenda kujibadilisha ngozi yako, una mtu ngozi yake ni mbaya, anatamani akipata tiyo yako yenye unabadilisha hiyo, anabudu Mungu. Unaenda unabadilisha ngozi yako ambayo ilikuwa mzuri, Mungu alikupatia, ulikuwa sawa, unaenda kubadilisha ngozi. Unabadilisha makucha, unabadilisha mpaka hata sehemu zako za siri. Unatafuta makalio mengine unajiwekea, unatafuta matiti mengine unajiwekea. Yaani kila kitu kwa maisha yako ni fake. Na ulitoka katika mwili ya mama yako ukiwa original, ukiwa na vitu ambavyo hata usipotumia hizo vipodozi utaendelea kuishi katika dunia. Mungu alikuwa amekupatia hiyo meno akijua haihitaji meno nyingine, inakutosha tu. Lakini ukakataa wewe mwenyewe. Si ati ulipata ajali ulienda ukang'oa, ukaweka nyingine, ukaweka waya kwa mdomo, utishie watu. Ukicheka hivi watu wanaona kwamba uko na meno ya dhahabu, meno ya shaba. Kumbe ni upumbavu wa hali ya juu umejiingiza ndani, umejiroga. Wapendwa, tukue watu wa kushukuru. Kuna hali ambazo tunapitia. Wewe saa hii uko na kazi umepata. Unasema mshahara wako ni kidogo 5,000. Kuna mtu mshahara wake ni 3,000. Kuna mtu hata mshahara wake ni 1,500 kwa mwezi. Wewe unapata 20,000 hapo unalia. Wewe unaona? Na hivyo ndio watu wameanguka. Ile pesa ambayo uko nayo unalalamikia saa hii, hauna pesa unalia. Kuna mtu mwingine akiipata, wewe hata uko na 5,000 umeweka kwa benki, umesave. Kuna mtu hata hajawahi save. Alafu unalalamika. Wapendwa, tujiondoe katika hali ya kulalamikia Mungu, tukimtukana, tukikosa kushukuru. Tushukuru katika hali zote. Hiyo hali ambayo wewe unakataa, hiyo hali ambao unalalamikia Mungu, nimekuambia kwa mwingine hiyo hali ni ushuhuda. Hiyo hali kwa mtu mwingine ni baraka na ni utukufu. Ni nguvu za Mungu, ni mambo ya maajabu. Lakini kwako hiyo hali ni mavi, kwa mwingine baraka. Hiyo hali ni takataka, kwa mwingine nguvu za Mungu. Sasa utalalamikia nani? Unasema sasa uchumi umekuwa mbaya, unalalamika hata bosi amepunguza mshahara, unalalamika hakuna kazi. Lakini wewe kwa wiki hata umefanya kazi mara 2 ukapatako pesa. Kuna mtu sasa ni wiki 3 hajawahi pata hata kazi. Anatafuta, akienda kupata hakuna. Lakini wewe uko na kazi na unalalamika umekosa kuheshimu hiyo kazi yako. Unaona? Wewe sasa unalalamika katika ndoa, mume wangu anipeleke vizuri, mke wangu anipeleke vizuri. Kuna mtu ametafuta huyo mume na amekosa. Analilia Mungu, Mungu nipatie tu mume. Huyo mume wako mwenye umedharau, huyo mke wako mwenye unadharau, huyo mtu akimpata anatoa ushuhuda. Lakini saa hii unalalamika. Wapendwa, nataka nikwambie kitu moja. Kuna mambo ambayo tunapitia ndani ya maisha yetu, na sisi tunaona kwamba sisi ndio tuko katika hali mbaya. Tunasahau ya kwamba kuna wengine hali zao ni mbaya kuliko zetu. Sasa swali ni hao nao watalalamika kiasi gani? Lakini unapata hao wenye hali zao ni mbaya hata kuliko zetu wanamshukuru Mungu. Wanatosheka wakisema Mungu asante, wacha mapenzi yako yatendeke. Wanakubali hizo hali katika maisha yao wakishukuru Mungu. Lakini kwako ni matusi kwa Mungu, kwako ni malalamishi, kwako ni siasa, propaganda, porojo. Tujifunze kushukua na shukurani. Shukurani italeta amani na tutaabudu Mungu katika roho na katika kweli. Wakati unakuja kwa Mungu, utaenda kwa Mungu ukisema, unajua ndugu yangu nilisoma na mimi nikamshinda hata kwa shule, lakini saa hii anapata mshahara mkubwa kuniliko. Upumbavu. Unaenda kwa Mungu ukilalamika. Umekosa kujua nyinyi wote wakati mliumbwa
Kila mtu Mungu alimpangia mambo yake. Sasa unaanza kulazimisha kwa sababu umeona ndugu yako amenunua gari, unaenda hata kwa banki unachukua loan unanunua gari. Baadaye unapata kwamba benki imekuja imefanya auction mpaka shamba yako kwa sababu ya upumbavu wa mabishano ya maisha. Kukosa kukubali. Mimi nakwambia ukweli, sio kila mtu katika hii dunia anaweza kuwa na gari. Tukikuwa sisi wote na gari, barabara zenye tuko nazo haziwezi kumiliki gari ya kila mtu. Sio kila mtu atakuwa na mansion. Sio kila mtu atakuwa na biashara yake. Kuna wale wataandikwa mpaka siku ya mwisho na watapata mshahara ambayo itawatosha na familia zao na wataendelea kimaisha. Lakini kila mtu siku ya leo anataka kuanza biashara. Kila mtu ako katika mabishano. Pia mimi nafaa nikuwe na biashara. Sio kila mtu anaweza kuwa na biashara. Saa hii kila mtu akikuwa na supermarket na kila kitu ambayo kwa hiyo supermarket iko kwa supermarket mwingine. Sasa hiyo ni biashara. Nani ataenda kununua kwa ya mwingine? Kwa sababu watu wamekosa kuelewa. Kuna watu ambao hamtajenga nyumba, mtakaa katika nyumba za kupangisha mpaka siku ya mwisho na hamtakosa rent. Hayo ndio maisha Mungu aliwapangia. Na shukuruni, wacha kubishana. Nimekaa katika nyumba ya kupanga. Unasikia mpaka watumishi wale wakora ndio wanakuja wanaharibu watu. Umekaa kwa hiyo kazi kwa muda mrefu, haujaona mabadiliko, haujanunua gari, haujajenga. Tafuta kazi nyingine. Unawacha kazi ambayo Mungu alikuwa amekupatia, unajiingiza katika kazi ya dhambi. Utapata pesa mingi lakini hautaabudu Mungu. Utapata pesa mingi, hautakuwa na amani. Kwa sababu gani? Uliingia kwa kitu ambacho Mungu hakuwa amekupangia. Sasa Mungu akasema enda, nilikupangia hii na umekataa, ingia ndani. Utakaa kila siku katika mateso. Uko na pesa lakini kuna vitu ambavyo vinakuja kwa maisha yako vinakutesa ambao pesa haiwezi kusuluhisha. Kwa sababu gani? Ujuaji. Sio kila mtu atakuwa na nyumba yake. Sio kila mtu anaweza jenga nyumba za kukodisha. Hapana. Ndio maana wengine sasa tunakaa katika nyumba za kukodisha, wengine wanakaa katika nyumba zao. Na hivyo ndio iko. Hatuwezi kuwa kila mtu na gari. Hapana. Ukikuwa na gari wengine atakaye beba mwenzake nani? Lazima wengine wakuwe na magari, wengine wakose. Ndio wapande kwa wengine. Hiyo ndio biashara. Hali ya maisha ya Mungu alikusudia. Lakini wanalazimisha. Pia mimi nitakuwa na gari, lazima nitakuwa na ndege. Mpendo, kuna vitu wengine wanapokosa inakuwa ni faida kwa wengine. Kwa kukosa kwa hao watu ni faida kwa wengine, ni baraka kwa wengine. Wewe kukosa hiyo gari na kwenda kupanda gari ya mtu mwingine ni baraka kwake. Lakini kwa sababu ulifundishwa na ukadanganywa na wakora wa Injili na wale washauri ambao akili zao zimepotoka, wanaweza kuwa wamesoma lakini mashauri yao ni upumbavu. Ulifuata hayo mashauri kwa sababu walisoma. Uliwafuata kwa sababu walikutabiria. Lakini waliokutabiria hayakuwa mapenzi ya Mungu. Wapendwa, tuache tabia ya kulalamika. So nataka nimalize nikisema hivi, wapendwa, tuwe watu wa shukurani kwa sababu shukurani huleta amani na amani kutufanya tuabudu Mungu katika roho na ukweli, bila ukora, bila unafiki. Na hapo ndio Mungu atatutendea mapenzi yake. So shukuru siku ya leo kwa yale yote ambayo unapitia. Shukuru. Wewe unapolalamika, nimekwambia kuna wengine kulalamika kwako ndio baraka. Hiyo kitu ambayo umepewa, hiyo mshahara ambao umepewa 5,000, 20,000, umekataa. Umeona kwamba hiyo ni mshahara ya upumbavu, umekataa. Mwingine anapata 5,000, akipata 20 anatoa ushuhuda. Anabaki akiabudu Mungu akisema, Mungu ninakushukuru, sitakuacha, umenitendea mambo makubwa. Yale mambo ilikuwa ni mshahara ya mtu ambaye alikataa, akasema ni upumbavu, lakini kwa mwingine imekuwa baraka, nguvu za Mungu na utukufu wake. Siku ya leo tuache kuwa watu wa kulalamika, tushukuru katika mambo yote, kwa sababu Mungu anapoyaleta hayo mambo, ameyaleta kwa sababu ameyaleta tukajifundishe. Yanaweza kuonekana ni machungu, yanaweza kuonekana ni mazito, yanaweza kuonekana sio mambo ambayo yanatupatia heshima, lakini kwa Mungu ni utukufu, kwa Mungu ni masomo. So kila jambo ambalo linapita kwa maisha yako, jifunze kujifundisha katika kila jambo kwa shukurani, na Mungu atakutenda mema. Wale ambao mnaendelea kufuatilia ujumbe huu katika mtandao wa YouTube, channel yetu imeandikishwa kwa jina Believe and Obey the Only True God. YouTube channel Believe and Obey the Only
true God. Facebook, believe, obey. Facebook, believe, obey. Alafu TikTok, believe and obey Jesus only. TikTok channel, believe and obey Jesus only. Kwa wale ambao mmepata hizo habari, ninawaombea kwamba tafadhali habari hizo unapozipata, zinapokuwa za manufaa kwako, jaribu kuhakikisha kwamba zinafikia wengine. Zaidi ya yote, naombea mkuwe watu wa kupata hili neno na kulitendea na kulifanya bila kufuatiliwa na wanadamu, ila kuhakikisha kwamba mnatimiza mapenzi ya Mungu. Mkawe na wakati mwema kulingana na mahali penye mko, na Mungu akaweze kuwabariki. Amen. Amen.